umetulinda mwezi wa 5, umetuleta tena kwenye mwezi mwingine wa 6. Tumesimama kwenye lango la siku ya kwanza ya mwezi wa 6. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaharibu mipango yote ya wakuu wa giza na wakuu wa anga na wafalme wote waliojipanga kuharibu mawazo yetu. Asante Bwana kwa kutupa kibali cha kuja mahali hapa kwa ajili ya utukufu. Kila mmoja aliyeingia mahali hapa kuna jambo ambalo anataka umfanyie, analileta mbele yako Mfalme. Alikamata anga hii, nchi, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, inavitiisha vitu vyote chini ya uwezo na mkono wako Bwana. Mwezi wa 6 ulimtuma malaika wako kwa malaika kwa Mariamu ili apeleke habari njema ya kwamba kuna jambo litatokea. Nami ninamtamkia mtu mmoja mahali hapa, mwezi wa 6 uwe wa habari njema kwako, mwezi wa 6 uwe wa amani kwako, mwezi wa 6 uwe wa baraka kwako, mwezi wa 6 ukauone ukuu wa Mungu, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Karibu wengi wananifahamu au tunafahamiana. Naitwa Ezekiel Yohana, mwinjilisti. Ninawapenda na niwashukuru sana baba mchungaji kwa kunipa nafasi ya kuja kuabudu pamoja nanyi na kusema neno la Mungu. Nichukue dakika chache, sio nyingi, ingawa yako mengi ya kuongea, lakini waliotangulia wamesema yote, na mimi ninarudia tu. Wakati ninaangalia watu wanamtolea Bwana sadaka zao, moyo wangu ulifunguka, nikajua hawa watu wanampenda Yesu. Haleluya. Lakini mhamasishaji aliposimama akasema, nilikuwa Kigoma, wale watu wanatumika sasa, wale wahama hapa kwa nini wamekuwa wavivu, au zingine zinapelekwa huko alafu hapa zinabakia makapi. Nilikuwepo kule Kasulu kipindi cha Pasaka, kaenda kwenye parish moja, wenyeji wa pale inaitwa Makedonia, parish ndogo tu. Wanasema tuna mikakati sisi kwenye Pasaka hii milioni 25. Alafu siku ya Pasaka nifanya semina wiki nzima. Siku ya Pasaka wanafanya mambo makubwa, na watu wanaleta vitu vinapigwa mnada, na angalia hivi watanunua nani. Krismasi nilikuwa Shunga, na sehemu kanaitwa kwa Shunga, na kulikuwa kijiji, watu wanaleta mbuzi, wanaleta nguruwe, wanaleta zinapigwa mnada, na wanunuzi ni wale. Kwa hiyo wanampenda sana Mungu. Na mimi nataka nizungumze kwa dakika zangu hizi chache, haya mambo yatusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Twende na mimi kwenye kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 10. Mhubiri sura ile ya 10. Nisome mstari ule wa 19. Anasema hivi: karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huburudisha maisha. Unaona kuna vitu viwili. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko. Ukiandaa sherehe yako, watu wanakuja, wanafurahi, wanacheka kwa sababu kuna kitu kinafanyika. Lakini anasema divai hufurahisha maisha. Waulize walevi, wanasahau hata kinachoendelea, maana wamekunywa, wamelewa, anasahau na umasikini wake. Hata nyumbani atakuta kuna dagaa, yeye hana hata mpango, alale bila shuka wala nini, kwa sababu kuna divai. Sasa nataka ukamate hili hapa, eneo la 3 kwenye mstari huo. Anasema na fedha huleta jawabu la mambo. Fedha huleta jawabu la mambo yote. Sasa ili tujenge tuwe na pesa, ili ununue chakula uwe na pesa, unataka kupanda haisi uwe na pesa. Kwa hiyo pesa inaleta jawabu la mambo yote.
Ukichoka unachosha akili yako, lakini fedha ni jawabu la mambo yote. Kwa hiyo ndio maana watu wa hapa leo wamezungumza tu pesa, wanazungumza pesa, wadogo wameleta vitu vyao makanyagio, tukanyagie pesa. Wanataka pesa ndio jawabu la mambo yote. Nenda kwenye sura ya 11 ya Mhubiri hapo sura ya 11. Nataka nikuhamasishe, sio kwamba utoi, nataka nikuhamasishe. Kama kuna eneo gumu ambalo shetani amekamata ni sadaka. Sisi tunaleta hela hizi buku mbili, buku 10. Yaani wale wanapeleka ng'ombe, wanapeleka mbuzi. Jamaa anasema nataka nifunge biashara yake, hapeleki sadaka ya kitoto. Shetani hachukuagi mahela haya, anachukua vitu vyenye damu. Kwa sababu kwanza anakula damu, alafu kuna nyama. Sasa 11 Mhubiri mstari ule wa kwanza anasema hivi: tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Utakiona baada ya siku nyingi. Umetupa kwenye maji, maana yake kuna rutuba huko, inarutubisha. Mstari wa pili anasema uwagawie sehemu watu, anasema sehemu 7 hata 8. Alafu anasema maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Hujui. Umetoa sadaka ya watoto, umetoa sadaka ya umaki, umetoa sadaka ya ujenzi, umetoa sadaka ya shukrani, umetoa sadaka ya nini. Huwezi kujua sadaka ipi kati alizotoa italeta majibu kwako. Maana unatoa sadaka kama mbegu, utoi sadaka kama unatupa. Unatoa sadaka kama mbegu kwa sababu huwezi kujua. Hasa anasema uwagawie watu 7 au 8, maana huwezi kujua. Niruke pale kidogo mstari ule unaofuata wa 6. Wa 6 anasema hivi: asubuhi panda mbegu yako, wala jioni usizuie mkono wako. Anasema kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au hii, au kama zote zitafanikiwa sawa sawa. Asubuhi umepanda na jioni usizuie panda. Alikuwa anazungumza Mhubiri, mwandishi wa wasomaji wa Biblia kwenye historia, anasema ni Suleiman anatoa mambo haya hekima. Akasema nimejaribu kila kitu, maana nilikuwa na hela sio za kawaida, nilikuwa na utajiri, na Mungu alishasema hakuna atakaye kuwepo kabla yako au baada yako, hakuna mwingine. Ni mabilionea wa sasa hivi cha mtoto huyu alikuwa balaa, yaani alikuwa navyo vya kutosha. Sasa anasema nikatia moyo wangu nitafute chochote ninachotaka, napata. Sinazo. Lakini anakuja anazungumza kwenye kitabu hiki cha Mhubiri, anasema nikaona mambo yote ni ubatili, ni sana kujilisha upepo. Jamaa anazungumza vitu hivi. Huyu ndio anasema asubuhi panda mbegu, jioni usizuie mkono wako, maana hujui ni ipi itakayotoa, hii au kama ni zote zitatoa sawa sawa. Sadaka uliyotoa kwa watoto, sadaka uliyotoa kwenye ujenzi, sadaka uliyotoa kwenye umaki, sadaka uliyotoa ya kawaida ya Jumapili ya kwako kumshukuru Mungu umemaliza mwezi. Huwezi kujua ipi yenye matokeo. Endelea kutoa, usichoke. Maana kwenye sadaka mioyo ndio huwa inanyong'onyea, nitapata hasara, nitakula hasara, nitafanyaje baadaye? Kumbe unazuia. Siku moja niko nyumbani, nimekaa najisomea tena, nikakutwa nasoma kwenye Biblia, nikasikia kama mlango kanagonga, niambia binti hebu fungua. Anafungua, naona jamaa anaingia, anakuja na mkono kake kakona mnaia amechoka. Alipokuja karibu akakaa acha sadaka, nazungumza sadaka. Alipokuja amekaa na baba, mimi sikujui na wewe unijui. Nikamwambia kweli kabisa. Anasema nilikuwa nafanya kazi, sasa hivi unaona nikaugua, kazi imeisha, sio chochote. Mke wangu ndo anatoka, ana lugha ile mbaya, anasema nenda kubangaiza alete, na mimi sitaki kukwambia huwa unabangaiza, huwa unatafuta. Haleluya. Anasema sasa mimi nimeacha pale nyumbani, kuna watoto wawili wadogo, hata uji hamna, unga. Naomba 2,000 tu baba. Nini nikanunue kaunga, alafu kwenye mfuko wangu nina 9,000, 2,200
na 5,000. Nikasema sikasema 2,000 tu. Ile nataka kuamka kwenye meza nikampe hiyo 2,000 na sikia sauti inasema mpe 5,000. Kasema 2,000 nimpe 5,000, mpe 5,000 alafu muombea yeye. Unajua nilichukua dakika. Anaongea na mimi kwa sitaki mtu aniambie shida yake, ni kama sina juu naishie tu pale. Lakini sio anihadisie yote alafu baadaye umwambie sina. Umeshasikiliza siri zake zote, alafu msaada huu mkatishe tu mwambie imeishia. Nikamwambia sasa nimpe 5,000, nikaenda nikaweka mkono baba msaidie mponye. Nikatoka kwenye kana nikango 5,000 nikamwambia bwana akaniangalia namna hii. Akajua labda huyu jamaa sema nikaombe change nirudishe. Nikamwambia uwe na amani nenda. Sadaka. Sasa sikiliza kilichotokea. Nikarudi nikakaa na wazazi sasa mimi wakiniambia tamboga nafanyaje hapa. Na nikakaa nasoma pale kasimu kakaita. Uko wapi mtumishi? Akasema niko nyumbani. Leo sijaenda kazini, uje nyumbani. Nikakaa nikapanda kahaisi kangu huyo nikaenda. Kwenda pale akanihadisia mambo yake pale nikaomba akaleta na chakula pale tukala alafu nikamwambia naenda nisindikize kama ngoja nije akaingia ndani. Anaingia ndani akatoka na kabahasha kake sasa anatoka na bahasha na nisindikiza kwenye kahaisi nikaingia. Kanikabidhi kabahasha kangu nikaenda. Sasa limoyo linadunda tu kwenye bahasha kuna nini kitu. Ndio kufungua na ile bahasha na kutana na 50,000 jina la Bwana libariki. 5,000 nimetoa nimezaa zingine nikakuta 10,000. Kuna vitu vinaingia akili. Nijifunza sana. Ningezuia hiyo ingeisha siku hiyo na matatizo yake yakabakia pale pale. Panda asubuhi, jioni usizuie. Sasa nikawa nazungumza na FC nani SPC wameimba kuna kawimbo kamoja pale. Mimi sifungue hata kitabu kangu maana nina dakika chache hapo yako mengi. Kutoka sura ile ya 35. Kutoka 35 ni kuonyeshe walichokuwa wanaimba watumishi wa Bwana na mimi nikakichukua hapa na kielewa vizuri. 35 mstari wa 2. Anasema hivi. Anasema fanyeni kazi siku ngapi? Ni mstari wa 5. Anasema katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda. Mwangalie mwenzako mwambie moyo wa kupenda. Moyo wa kupenda ayalete matoleo dhahabu na fedha na shaba. Moyo wa kupenda. Mkachukue hiyo sadaka kwake huyo mtu. Alete matoleo kwa sababu moyo wake umefanya nini? Atuchukui tu sadaka hiyo. Sasa Mungu anaangalia kama anaangalia moyo wa kupenda. Kwa hiyo wewe unajua ya kwamba mstari wa 21. Mstari wa 21 anasema hivi. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza. Sema ulimuhimiza. Huko anasema moyo wa kupenda, huko anasema ulimuhimiza. Moyo usipokuhimiza huwezi peleka, huwezi kutoa. Alafu anasema na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda. Sadaka inaunganishwa na moyo, sadaka inaunganishwa na roho, sadaka. Kama hivi vitu havijafanya kazi ndani yako watakulazimisha. Sasa anasema moyo ulimuhimiza, alafu anasema roho yake ilimfanya kuwa apenda. Nao wakaleta sadaka za kumpa nani? Bwana. Hawampi mchungaji, hawampi mzee wa kanisa, hawampi askofu wao. Sadaka ya kumpa Bwana. Unapoleta sadaka unampa Bwana. Unapomsaidia mtu mwingine unampa Bwana. Kama unatoa msaada huko kwenye harusi tunatoa msaada. Mchango. Ukishawachangia hata wasipokushukuru. Kwa maana huyu mama mmoja anazungumza kadi, hata mimi ninazo kule kadi. Kadi ukifika pale ukiona tu amekuletea kwenye kamati jua laki na kuhusu. Unawaogopa wanadamu watanielewaje, watanionaje, wa nini unawapeleka, lakini kwa Mungu unapeleka zilizochakaa.
Anasema maana huko wafikani vibaka, hakuna uharibifu, unaweka hazina. Utaniuliza sasa nawekaje hazina wakati nimempa mtu, wakati nimeleta sadaka kanisani? Muulize Kornelio. Kornelio yuko madhabahuni mchana kweupe, anaona malaika anamuita Kornelio, anamuita kuna nini bwana? Anasema sala zako na sadaka zimefika kuwa ukumbusho mbinguni. Nataka nikueleze, Biblia hainiambii Kornelio alikuwa anatoa sadaka anampa Mungu. Biblia inasema alikuwa anatoa sadaka nyingi za kuwapa watu. Aliwapa watu sadaka nyingi. Siku moja taarifa inakuja, anawaambia sadaka zako na hiyo sala ya kila siku wewe na nyumba yako zimefika nyumbani. Jifunze kutoa sadaka ya kuwekeza kwenye ufalme wa Bwana. Sitakusaidia wakati wa kwako na uzao wa kwako. Tusipokusaidia wewe ukaishi maisha hayo na mazingira hayo, lakini kumbuka nyuma yako kuna watoto, nyuma yako wako wajukuu. Na tena nikwambie, baraka za Bwana anakupa wewe na uzao wako. Muulize Ibrahimu, akamwambia nitakubariki wewe na uzao wako, watoto wako watakuwa kama mchanga wa bahari. Ibrahimu kaangalia akawaona, watakuwa kama nyota. Ibrahimu akangoja akuona. Iko siku akapata mtoto anaitwa Isaka. Isaka naye akazaa mapacha wawili. Hajaona taifa Ibrahimu mpaka ni agieni anaingia kaburini, lakini akuja ibuka mjukuu wake anaitwa Israeli, Yakobo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nini? Alikuwa anawekeza kwa Bwana. Usijali, wekeza kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Haipo itakayoanguka ikaharibika. Umepanda kwenye udongo mzuri. Akasema mstari wa 29 kwenye hiyo sura, kuna kamstari tena kamoja nikupatie. Anasema hivi, sura ya 35 Kutoka 29 anasema, wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda. Kwa moyo wa kupenda. Alafu anasema hivi, wote wanaume kwa wanawake ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda, wakaleta kwa hiari, kwa kazi hiyo ya utumishi walikuwa wameamriwa. Hapa kuna ujenzi. Na ndio maana kelele zitaendelea hizi. Hapo ndo pa kuwekeza. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nikafurahi sana mama anakuja na mshukuru Mungu sana. Nilikaa isiyo akatoa usifikiri mchezo, hewa ya kununua waulize gharama yake. Hii umeachia tu kapua kanabeba kenyewe tu kanajipimia, haina tatizo. Ile ya kule kikaa siku ngapi bili yake iki. Siku moja nilitakulia, nimeenda pale, tunaenda ndugu fulani wamefiwa na ndugu yao, amekaa huko ICU, amekaa pale kavuta hewa ya kununua ile, alafu amekufa, wamelipa milioni 4, alafu wanasimama pale bili ya mwisho, wanaenda wanakwambia kuna milioni 11 mnatakiwa mlipe, mtu kafa. Kwa nini? Alikuwa anavuta ile hewa. Wakalia wakasema nendeni, sije kuna mabwana huruma huko, wakaenda wakabana, lakini mwisho wa yote walilipa tena milioni 3 zingine. Milioni 7, lakini na mgonjwa amekufa hewa ya kununua. Sasa unachukua, nimemaliza mwezi wa 5, ndani ya mwezi wa 5 kuna makaburi mangapi yamechimbwa, wameenda, mimi na wewe bado tunakula ugali. Tumempa nini huyo Mungu aliye hai? Kwa hiyo anasema wakaja wote wenye moyo wa kupenda. Angalia hapa kwenye ujenzi, hao watu walikuwa wanajenga. Luka sura ile Kutoka ile sura ya 36, funua pale 36 nikuonyeshe. Funua 36, alafu kama Mungu anasema tunamalizia. Yuko jamaa moja tajiri huko kwenye kitabu cha Luka. Anasema yuko tajiri na hela zake amekaa, anasema nakunja ghala zangu zote niweke mazao, maana sina pa kuyaweka na hivi. Alafu anaiambia nafsi yangu, kula, kunywa, pumzika kwa raha zako. Akasikia sauti inaambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo tunaitaka hiyo roho, na hivyo ulipoweka vitakuwa vya nani? Kasome hiyo Luka 20, sijui 10 na ngapi pale utaona. Luka 12:20. Anaambia mpumbavu wewe, haya uliyoweka yatakuwa ya nani? Ndio maana Ayubu hakutaka upumbavu. Asema nilitoka tumboni mwa mama yangu sina kitu, nimekuja hivyo na kurudi hivyo.
Bwana alileta, Bwana amechukua, jina lake libarikiwe. Unafikiri maneno mepesi, maneno mazito anazungumza hivi. 36 Kutoka anasema hivi, mstari wa 2. Basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili, ambaye Bwana amemtia moyoni mwake hekima. Hii anasema kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza. Neno muhimiza yani ni kukuchochea wewe. Unataka kupeleka 2,000, hamna peleka 10,000. Moyo unamuhimiza. Anasema ili aende kuifanya hiyo kazi. Nao wakapokea mkononi mwao. Wakapokea mkononi mwao. Kagalasi kamaji kalikuwa kameshanichanganya pia. Nao wakapokea mkononi mwao Musa matoleo yote, alafu anasema wayalete kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu, ili anasema wapafanye kisha wakaleta matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kufanya nini? Kila siku asubuhi kwa moyo wa kufanya. Usisubiri Jumapili wewe umepata kamfuko ka simenti, leta kwa huyo mhusika wa kamati ya ujenzi, mwambie mfuko huo hapo. Umepata nondo, mwambie nondo hiyo hapo, mwambie nini. Wanasema wakaleta kila siku asubuhi. Hawa watu kwa sababu nini? Ndani yao mioyo inawahimiza. Mstari wa 4 anasema, na hawa watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu, anasema hivi, wakaenda kila mtu, wakatoka katika kazi yake waliokuwa wakifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu wameleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanyike. Sasa sikiliza, agizo linakuja. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika malango yote, wakisema wasifanye kazi mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo ya mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Kwa nini? Kwani vitu vilikuwa vyatosha, navyo vilikuwa vyatosha kwa kuifanya kazi. Alafu nasema kazi hiyo yote kisha vilizidi. Tungekuwa tunafanya hivi kwenye maisha yetu, zingekuwa kama leta, tunaanza kuitana leta, ni kumuita tu mhasibu, tunahitaji milioni 50, anaenda kuchukua pale na leta, alafu nyewe huko mnaendelea kuziongezea zibaki. Haleluya. Inakuwa ngumu kwa sababu gani? Kwenye eneo hili shetani anapofusha fahamu zetu, fikra. Yaani nawaza mimi binafsi nitafanyaje? Nawaza binafsi. Sasa nikitoa itakuwaje? Nimekupa tu kwa mfano wako kadogo, sikumaliza hata nusu saa. Nimewambia mpe 5,000, aliniambia nipe 5,000, kumbe alikuwa ameandaa 50 nyingi. Ningekaa naye ingebaki 5,000. Sasa kwenye eneo hili tu kuna ufahamu umeshikwa. Ninataka kupeleka mwanangu shule, sasa ngumu michango imeshakuwa mengi, sijui nitafanyaje, nisipotoa hawanielewi, sijui nisipofanya nini, niende kwa mmenga na kujazia mawazo wakati mtoto sio wa kwako. Haleluya. Biblia ndio inasema, sio mimi. Biblia inasema tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu ni zawadi. Wewe umepewa zawadi. Sasa unachopewa zawadi na gharama gani? Naona ukimfanya wa kwako lazima uteseke naye. Lakini ukimfanya wa Bwana, wewe unamwambia Bwana, mwanao kuna 1, 2, 3. Yuko mtoto wangu mmoja, namalizia sasa. Mtoto wangu mmoja pima hospitali kana watu bado kana huku ndio dispensary yote ya mjini, Mungu hospitali wameshaje, ukifika ndo baba fulani, alafu unaona sikai hata fore, unafikiri ujiko gumu unapeleka hela. Anaumwa sasa, nikaenda kama mmoja makokolo, daktari mmoja akanambia, mwanao imeshakuwa asthma, sio pneumonia tena. Nikasema sasa kama asthma daktari tunafanyaje? Anasema haina dawa. Haina dawa. Aliponiambia haina dawa,
Ndio nikarudi nikamwambia Mungu, kule ninakoendaga hawana cha kunisaidia. Siku moja kametoka kanaanza kufika na darasa la kwanza, kaenda kwa kamenyeshewa mvua, kutoka Isamiru kule kameshapigwa mvua. Sasa sisi tunarudi jioni pale kanavuta pumzi, peleka sindano anachoma Kristo kwenye mapaja au sindano, hata kama ni mtu mzima ukichoma lazima utulie kwanza. Wakichoma yameisha yote, hamna nafuu. Tukarudi tena peleka dawa. Siku ya tuna kesha na nikitambana meseli liko pale, unabadilisha na kuweka unakanda mbili singizu kile unamwamsha mwenzako, naweza myako anakaa mpaka asubuhi. Hasa imefika siendi hata kokote kule, nimekaa binti wa kazi muamini. Sasa katoto kako hoi, sasa nimwamshe saa 4 nimpe dawa ile kuamsha, na mimi mtoto kakishaka kama macho ameenda hivi dege nimepandia ubongo, na mimi nikamwambia Mungu, sikupiga magoti kukuomba mtoto. Haleluya. Na Bwana Yesu. Sikupiga magoti niombe, ulinipatia wewe mwenyewe. Unasema watoto ni wako. Na kama watoto ni wako, nataka moja tu kati ya hao. Mgonjwa chukua, mimi nitazika, lakini mzima niachie. Nikaweka kwenye kitanda dakika 5 nimetulia na natafakari, nageuka hivi naona mikono yote imenyoka. Hiyo kuanzia leo mpaka leo sijawahi ona hapo. Siwaiona nini? Ni mzima anafanya na kazi yake na maisha yake yameenda, kuna cha kifua wala nini. Sasa wangapi wanateseka na haya? Umesema wako mtoto. Haleluya. Wewe ni mrithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni sawa. Lakini tunazungumza nini? Anasema panda asubuhi, jioni usizuie mkono wako, maana huwezi kujua ni ipi itakayotoa matokeo. Endelea kuzileta, endelea kutoa, endelea kufanya, utabarikiwa. Yakobo Isaka anataka kufa, anamuita Esau, na mimi sijui siku zangu za kufa mwanangu. Nenda ukawinde huko, uniletee hapa, utengeneze chakula kama ninachopenda. Roho yangu ifurahi nami nikubariki. Roho ifurahi. Hakuna kitu baraka unapata ya kule utaomba mpaka maombi yaishi, lakini baraka hii inaenda na sadaka. Inaenda na sadaka. Kwa nini asimwambie nenda kwenye zizi la ng'ombe uchague aliyenona, alafu uje uchinje? Akasema chukua upinde na mishale, nenda kwenye msitu ukatafuta. Na mfundisha nini? Moyo wa ukarimu, moyo wa sadaka, ili aweze kutoa sadaka alafu apate kubarikiwa. Sasa ukikana ile roho, sikia iliyofanyika. Wakati anachukua mishale yake anaenda, ameshasahau kuwa alikataa uzaliwa wa kwanza. Mama kasikia, akamwambia mwenzako nataka kubarikiwa, wewe ingia hapo hapa shoti kana. Na hizi ndizo baraka. Mtu mmoja aliniambia neno gumu sana. Akasema hapa mtu akitoa anakuwa adui. Linajidai, linazo, limefanya nini? Anakatishwa tamaa. Alipokuja pale anaenda kule, wenzake wakarudi, wakatengeneza rosti sawa. Mama anasema nitafanya kitu. Ananijua baba, ananielewa, tuko tofauti. Anasema mimi naelewa mbinu ziko mbili. Kwa hiyo wajanja huwa wako hivi. Natoka tayari natakiwa mnaondo misumari nini jamaa kashaleta. Wewe bado unajiputaputa, mtu kashachukua baraka. Unakuja unaleta, alafu unatambariki tu na wewe. Haleluya, simama tu. Kwa hiyo naye aliambiwa hivi, takubariki tu na wewe. Sasa baraka hizo zitakuwa kama punda mwitu. Unatembea tu huko huko. Wenzako kashachukua zimeenda. Kwa sababu nini? Roho ya kujifutafuta. Nitoe nisitoe, nitatoa. Wenzako wanachukua. Wenzako muulize mtu mmoja miaka 38 kalala. Yesu anasema nataka kuwa mzima. Sina mtu wa kunitia bika. Ninapotaka kwenda mimi anakuja mwingine. Sasa unapotaka kutoa unashangaa mwingine katoa, baraka kaenda na. Mwingine katoa kachukua. Mwingine katoa kachukua, unabaki unajivuta.